Mtazamaji, ni maonesho ya 50 ya kimataifa ya biashara Sabasaba yanaendelea katika jiji hili la Dar es Salaam, ikiwa ni jubilei ya miaka 50 ya maonesho haya. Bado tuko katika viwanja hivi vya Sabasaba tukiendelea kuzungumza na washiriki mbalimbali ambao wameshiriki katika maonesho haya. Niko katika banda la Tume ya Nguvu za Atom Tanzania ambao wamefika katika maonesho haya wakiwa na elimu mbalimbali ya masuala ya tume hii. Tutaenda kumsikiliza mkurugenzi mkuu wa tume hii, lakini pia tutaenda kusikiliza wataalamu walioko katika banda hili watueleze ni elimu gani ambayo wameleta kwenu wa Tanzania. Karibu Sabasaba, karibu ndani ya banda la tume. Karibu sana. Mtazamaji, tayari tuko ndani ya banda la Tume ya Nguvu za Atom Tanzania, na hapa tuko na mkurugenzi mkuu Profesa Najat Kassim Mohamed, ambaye yeye kwa upande wake ataenda kutueleza kazi na majukumu ya tume hii ni nini, lakini na kile ambacho wamekileta, elimu ambayo wameileta hapa katika maonesho ya Sabasaba kwa mwaka huu 2026. Karibu sana Profesa. Asante. Tume ya Nguvu za Atom Tanzania tunashughulika zaidi na mambo mawili makubwa. La kwanza ni kudhibiti, kuhakikisha kuna matumizi salama ya mionzi na vyanzo vya mionzi. La pili ni kuhamasisha matumizi hayo salama. Na katika nchi yetu kuna matumizi mbalimbali ya mionzi katika fani ya afya, hasa katika matibabu na ugunduzi wa kansa, saratani, lakini vile vile kwenye kilimo, kwenye viwanda, sehemu za maji. Kwa hiyo sehemu mbalimbali, ujenzi wa barabara, tunatumia vyanzo vya mionzi. Kwa hiyo vinapotumika tunatakiwa tuhakikishe kwamba vyanzo hivyo vinatumika kwa salama. Kwa hiyo hiyo ni kazi kubwa pia ya nguvu za Tume ya Nguvu za Atom Tanzania. Lakini kwa sasa kama mlivyowahi kusikia ni kwamba rais wetu ametangaza rasmi kwamba sasa tunaenda kwenye mpango wa kuanzisha umeme wa nguvu za nyuklia. Kwa hiyo huu umeme ambao utakuja majumbani mwetu ni sawa sawa na umeme huu ambao tunaupata sasa hivi, isipokuwa umeme huu chanzo chake tu ni tofauti. Badala ya kutumia mtiririko wa maji, sasa tutatumia nguvu au nishati inayotokana na mpasuko wa urani. Hii urani pia inapatikana hapa Tanzania kwa wingi na itaanza karibu kuchimbwa, na wakati inapochimbwa itafanyiwa stage za kwanza. Itageuzwa kuwa uranium oxide ambayo baadaye itasafirishwa kwenda kugeuzwa kuwa mafuta au kuni. Kwa nini inasafirishwa? Kwa sababu hatuwezi kutumia urani hii tunayochimba moja kwa moja kwenye kuanzisha umeme. Lazima ifanyiwe mchakato ambao ni mkubwa kidogo na wenye teknolojia ambao sisi kwa sasa hatuna. Kwa hiyo umeme huu ni ule ambao kama nilivyosema ni ule ambao utakuja majumbani mwetu wa salama, lakini umeme huu una sifa 2 au 3 kubwa. Kwanza ni umeme ambao utakuwa ni endelevu, haukatiki. Unapoanza kuuvuna tu unaendelea, haukatiki hata mara moja. Kwa hiyo ni umeme ambao utakuwa wa kutegemewa, hasa kwa huko tunakokwenda katika dira yetu 2050 ambako tunategemea kuwa na viwanda mbalimbali, tutahitaji umeme mwingi. Kwa hiyo tukua nao umeme huu utatusaidia. Pili, umeme huu hauzalishi hewa ya kaboni ambayo inaharibu mazingira. Kwa hiyo ni umeme safi wa kila siku ambao unatoka kwa wingi katika vyanzo vidogo. Mtazamaji, baada ya kuzungumza na mkurugenzi mkuu wa tume hii Profesa Najat Kassim Mohamed, na hapa niko na mtaalamu mwingine ndani ya banda hili la Tume ya Nguvu ya Atoms. Yeye kwa upande wake anaenda kuzungumzia swala zima la teknolojia ya nyuklia katika upande wa chakula. Karibu. Asante sana. Kwa majina naitwa Dennis Mwalongo. Kama ambavyo mkurugenzi mkuu amesema, teknolojia ya nyuklia inatumika katika matumizi mbalimbali. Tumizi mojawapo pia ni atoms for food, yani atom kwa ajili ya chakula. Teknolojia hii inatumika kwa ajili ya kuboresha mbegu. Unaweza ukapata mbegu bora kwa kupitia teknolojia hii, lakini pia hizo mbegu zinaweza zikaleta mazao bora zaidi. Lakini pia teknolojia hii inatumika kupata ng'ombe bora kwa kutumia hii teknolojia, na teknolojia hii pia unaweza kuitumia kwa ajili ya kuua wadudu ambao wako kwenye vyakula kwa ajili ya kuongeza shelf time.
na vyakula vingi vinaharibika, vinaharibika vikiwa shambani, lakini vikizalishwa, lakini vikapitishwa kwenye mionzi, chakula hicho kinaweza kikakaa kwa muda mrefu na kinaweza kikasafirishwa nje ya nchi. Hii inaweza kuwa ni matunda, mboga, lakini pia na mazao mengine ambayo yanaharibika haraka. Na haina maana kuwa mazao haya yanakuwa yana mionzi, hapana, lakini unayaongezea ubora, yanakuwa hayana mionzi na yanakuwa ni salama kwa ajili ya matumizi ya binadamu. Kwa jina naitwa Vitus Abel Balobegwa kutoka Tume ya Nguvu za Atom Tanzania. Mojawapo ya jukumu la tume ni kudhibiti mionzi isete madhara au kuleta madhara kwa binadamu. Kwa tunafanyaje kazi za udhibiti? Tunafanya kaguzi mbalimbali sehemu zote ambazo zina vyanzo vya mionzi, kama mahospitalini tunakagua zile mashine, tunakagua eneo lenyewe kuhakikisha wananchi hawadhuriki na mionzi. So tunatoa vibali vya kuingiza vyanzo vya mionzi, tunatoa vibali vya kusafirisha vyanzo vya mionzi, pia tunatoa vibali au leseni ya kumiliki chanzo cha mionzi. Kama Nguvu za Atomic tuna kanuni mbalimbali ambazo zina mojawapo kanuni inayolinda vyakula. Mtu anapotaka kuingiza au kutoa vyakula nchini lazima apate certificate au leseni kutoka Tume ya Nguvu za Atomic. Kwa tuna kazi nyingi za kuhamasisha, pia tunadhibiti mionzi hapa nchini, watu wasipate madhara yatokanayo na mionzi.